time. God is good. Thank you, worship team. Thank you, musicians. Asante sana kujia mabudu waimbaji. And I'd like to say thank you to all of you who have made it today. Na tapendelea tena kusema asante kwa nyie wote mwenye mlikaribia leo. This is a wonderful day. Na leo ni siku mzuri sana. Let's take this moment just to worship and praise God today. Ati tukamate hii siku ili tupate tena kumwabudu na kumsifu Mungu. Amen, amen. Amen. Many of you have been maybe let's start this way. Many of us have been most of the time together with your parents. Asema kuna wengi katikati yetu tulikuwa pamoja na wazazi wetu kwa muda mrefu. And you have seen how the parents have been being so nice to you. Na uliona jinsi wazazi yako walikuwa wema kwako. And today, as a Father's Day, na leo kama siku ya wababa, it's a good day to say something good to the parents. Asema ni siku mzuri ya kuambia kitu kizuri kwa wazazi yako. I want to tell you, the parents, the fathers do go through a lot. Asema nataka kumijulisha kwamba wazazi wanapitaka njia nyingi tofauti. And some of you who are young men today, the time is coming when you will go through a lot as well. Asema niye katikati yenu mkingali vijana na kuna wakati yenye itafika mtapitia katika hiyo magumu yote. You will become a parent. Na mtakuwa wazazi. I can see my friend Andre down there. Asema namuona ndugu yangu Andre hapo. Andre, you come to Hussein, will tell you. Asema Andre ukishaenda kwa Hussein atakuonesha. Now he can sit, he can do the whole night without sleeping. Na anaweza kukaa hata usiku zima halali. That's how the parents are required to do. Asema hiyo ndio yenye wazazi wote wanaomba kufanya. So if it comes to this day really, asema ikishafika siku kama hii, it's a day, forget what has been passing in your mind and just say thank you papa. Asema ni siku ya kusaulika yote yenye ilikuwa iko nafanyika mwakili yako na unaanza tena kusema asante baba Mungu. Hallelujah. Amen. Turn with me in the book of Psalm. Asema tutafungula kitabu kia Zaburi. And we are going to read the Psalm 103. Na tutasoma Zaburi 103. And we are going to read verse 13. Na tutasoma mstari wake wa 13. This is a wonderful verse for today. Na hii itakuwa maandiko mazuri sana ya leo. Today is Father's Day. Leo ni siku ya wababa. And we need to share something that will uplift the Lord in our lives as a papas. Asema na tutapendelea kugawanyana neno yenye itatuonesha gisi ya kumuinua Mungu maishani mwetu kama wababa. Hallelujah. Amen. If you are there, say amen. Kama uko hapo unaweza kusema amen. Psalm 103 verse 13. Zaburi 103 mstari wa 13. The Bible says, just as a father has a compassion on his children, so the Lord has a compassion on those who fear him. Tunasoma, kama vile baba amurumiavyo mwanawe, ndivyo Mwenyezi Mungu amurumiavyo wote wamchao. Amen. Hallelujah. Amen. As the father has a compassion on his children, the same way our Lord has a compassion on us. Asema kwa hina yenye Mungu anarumiaka, kwa hina yenye baba eko na huruma juu ya watoto wake, njoo kwa hina yenye Mungu eko na huruma juu ya watoto wake. So we like to encourage the parents, the fathers to know today that you are doing a good job. Let's say almost the same work that the Lord does for us. Asema tapendelea tena kuwapa moyo wa baba leo mjue kwamba mnafanya kazi mzuri yenye iko ya kufanana na kazi yenye Mungu anafanyaka. When you have a compassion on your children, wakati niye mko na huruma juu ya watoto wenu, you are accomplishing what the Lord does on our lives. Asema mwe mnaendelea tena kutimiza yenye Mungu anatendaka ndani ya maisha yetu. Many times we go away from the will of God. Asema kuna wakati ningi tunaendaka kinyume na mapenzi ya Mungu. But still his love is behind us. Lakini mapendo yake iko tu kumgongo yetu, nyuma yetu. Many times the children go their ways. Asema kuna wakati watoto wanatoroka wanaenda manjia zao. Still the love of parents are there. Lakini mapendo ya wababa iko hapo tu. That's what this verse is telling us today. Ndio gisi hiyo maandiko inatuambia leo. The Bible says, repeating, just as
a father has a compassion on his children, so the Lord has a compassion on those who fear him. Kwa kurudilia, kama vile baba amhurumiavyo mwanawe, ndivyo Mwenyezi Mungu hawarumiavyo wote wamchao. Amen. Hallelujah. Amen. When we fear God, wakati tunamwogopa Mungu, his compassion is always on us. huruma wake uko pamoja nasi. Fathers, today is your day. Wababa, leo ni siku yenu. We want to say thank you to what you are doing in the families. Asema tutapendelea tena kusema asante kwa yote yenye mko nafanya katika majamaa yenu. It's not easy job to take care of the children. Sio rahisi kuchunga watoto. And especially for you young parents today. Asema zaidi kwa nie wababa wala wazazi wenye kingali vijana. It's not easy. Asema sio rahisi. But as a much as the compassion is laid in our hearts. Asema sawa gisi hiyo huruma iko ndani ya mioyo zetu. The Bible says the same way the Lord will show us compassion as we fear him. Na Biblia inasema ndio kwa haina moja moja Mungu atatuonesha huruma yake. What I will ask you to do today, parents, fathers, is to have a compassion in your life. Asema kenye tapendelea kumijulisha leo ni wazazi wala wababa muwe na huruma ndani ya maisha yenu. Hallelujah. Amen. Many times children will do their things their way. Kuna wakati ningi watoto watafanya tu vya mkichwa yao. But as much as the compassion is in your heart. Asema sawa gisi uko na hiyo huruma ndani ya moyo wako. Oh, that a compassion from God will come and will move the life of the children. Asema na hiyo huruma yako asema itashuka na itapeleka watoto yako mbele. Hallelujah. Amen. I wish I could take the whole sermon today. Asema nilikuwa na hiyo susia kuendelea na mkusanyiko wote, kubeba mkusanyiko wote wa leo. Let's go to the book of 2 Timothy. Tutaenda kwa kitabu cha Timotheo wa pili. And we are going to read chapter 3. Na tutasoma sura yake ya 3. And we are going to read verse 7. Na tutasoma mstari wake wa 7. Oh, chapter 4 verse 7 please. Tutasoma sura yake ya 4 mstari wa 7 samani. 2 Timothy 4:7. Timotheo wa pili mstari wake wa 4 mstari wa 7. Hallelujah. Amen. Many of us who are parents today, wengi katikati yetu tu ni wazazi, but today we are talking about the Father's Day. Lakini leo tunazungumzia siku ya wababa. So don't take me wrong, it's the day which is said a Father's Day celebration. Asema msinikamate kwa haina wala mawazo tofauti, lakini hii ni siku ya wababa. I would like to tell this point to the papas of the church. Asema tapendelea kuambia wababa hivi. And this was what the Lord was telling poured in the heart of the apostle Paul. Asema hii ndio yenye Mungu alikuwa anatia ndani ya moyo ya mtume Paulo aambie kanisa. And Paul was talking to the leaders of the church. Na Paulo alikuwa anaambia waongozi wa makanisa. And this message is for you papas of the church as leaders of the family. Na hii mjumbe ni yenu nie wa baba kama waongozi wa mafamilia. We have spoken about one, compassion is a key word as a father. Asema tulizungumzia kwa kwanza kama huruma ni kitu kikubwa sana kama uwe nayo kama wewe ni baba. Compassion is a key. Asema huruma ni funguo. Hallelujah. Amen. Now let's go chapter 4 verse 3. Na tutaenda kwa sura yake ya 4 mstari wa 7. Here the apostle Paul is talking. Na sikilizeni kenye mtume Paulo yuko anasema hapa. I have fought the good fight. Soma. Nimefanya bidii katika mashindano. What Swahili is that? Mama, can you read that Swahili of Tanzania ni Swahili tu? Hamna Swahili ya Kongo leo? Oh. Hii Swahili ya huruma kweli. Okay. Ah, my God. I have fought the good fight. Nimefanya bidii katika mashindano. Haiko mashindano bwana, hii Swahili gani? What does yours say, mama? Okay, ni vita. Fight ni vita. Different version.
Kind of different version. Yes. I will fight a good fight. Sema nilipigana vita mzuri. I have finished the course. Na nilimaliza. I have kept the faith. Na nilichunga imani. Hallelujah. Number one is the key. As a father, you need to have compassion for your children. Kia kwanza kama baba, funguo ya kwanza kama baba inaomba uwe na huruma juu ya watoto wako. Many times the children will not do the things you want them to do. Kwa mara mingi watoto hawatafanya yenye wewe mzazi unawaambia wafanye. But what you do, have a compassion on them. Lakini kenye inaomba ufanye uwe na huruma juu yao. Because what the Bible says, if you have a compassion, the same way the Lord has compassion on us. Asema Biblia inasema kama wewe uko na huruma, asema ni kwa aina moja moja yenye Mungu yuko na huruma juu yetu. And number two, na kia pili, fight a good fight. Asema mpigane vita mzuri. For your family, stand for your family, fight a good fight. Asema juu ya familia yenu isimame iwe sawa, ukombane vita mzuri. Fight a good fight. Mkombane vita mzuri. Because there's no one else who can stand to fight for your family. Kwani hakuna mwenye anaweza kusimama kugombania jamaa yako. There's no one else will stand to fight for your children. Hakuna mwenye anaweza kusimama kugombania watoto yako. And what will make you to fight is the compassion in your heart. Asema na kenye kitakusukuma ugombane ni hiyo huruma ndani ya moyo wako. Hallelujah. Amen. Fight a good fight. Gombaneni ugomvi uzuri. Fight a good fight. Mpigane vita mzuri. If it's prayer, pray. Kama ni maombi, omba. Hallelujah. Amen. If it's counseling, counsel them the way you can counsel. Kama ni kuleta mashauri, shauria watu gisi nafai. Hallelujah. Amen. Fight a good fight. Asema gombaneni vita mzuri. You know, one day you might be there or not, the children will understand that the father, papa was with us. Asema kuna wakati wewe hautakuwepo, lakini watoto watatambua ya kwamba baba alikuwa pamoja nasi. Hallelujah. Amen. The same verse 7. Asema mstari wa 7. He says, the Bible says, I have finished the course. Asema nimemaliza safari yote. The apostle Paul was at the end of his life. Asema na mtume Paulo alikuwa mwisho ya maisha yake. And he said, I have finished the course. Na anasema nimeisha maliza safari. Hallelujah. Amen. It might come one day, Papa, you will stand and tell the children and yourself, yes, I did it. I have finished the course. Na kutakuwa wakati yenye wewe mzazi utasimama na utambia watoto wako ya kwamba mimi nimeshamaliza safari. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And the last part of this verse very clearly. Na kwa mwisho katika maandiko hii kwa wazi. It says, I have kept the faith. Na nilichunga imani. These are things children will be looking unto you as a father. Asema hivi ni vitu venye watoto watakuwa wanatizama kama wanatizama ndani mwako kama mzazi. They might not take it today, but later one day they will remember it. Asema hawawezi kuikamata, inaweza kufika waikamate leo, lakini masiku ijayo wataikumbuka. One day they will say, yes, Papa had a compassion on us. Na kuna siku watasemaka baba alikuwa na huruma juu yetu. The way you go through all this struggling, you are struggling in your life to make them to be who they are today, they will remember it one day. Asema hata hii vita yote yenye unapigana, hii mashida yote yenye unapitia ili upate tena kuwasaidia, kuna siku wataikumbuka. You know, one day, let's say this, sometimes we as a papa, we go through troubles which we don't deserve to go through. Asema acha nimejulisha kwamba sisi kama wazazi kuna mara nyingi tunapitiaka katika magumu yenye hatustahili kupitia. I do tell my children, let's use the example today. Asema acha naambiaka watoto yangu. I'm in America now almost 20 years now. Asema niko hapa Marekani karibu miaka 20. And I left all my people back in Africa. Na nasaidiaka I left. Niliacha wa ndugu yangu hapo Afrika. Sometimes I do tell them, you know, you are happy, your mom is here, your dad is there, you feel good. Kuna nawaambiaka mara nyingi mnajisikiaka mzuri juu baba yenu na mama yenu yupo. What about me? Sasa mimi. The children don't think about me. Even Patrick is there. He doesn't think about me. He thinks about mama is there, papa is there. But about me, asema watoto wanifikiriake wanaonaka tu baba yupo, mama yuko. Sasa mimi. What about my brothers and my sisters? Sasa wadada yangu na wakaka yangu. And when we talk, he say, oh, your brothers, wandugu yako wale. So when we talk, they say wandugu yako wale.
Bandugu yangu, my brothers, so what am I doing in America? asema niko nafanya nini hapa Marekani? Where I've left all my people. Asema niliacha wapi wa ndugu yangu? My uncles, I can't see them. Hata wajomba zangu. I can't see my aunties. Hata washangazi yangu. My cousins. Hata just go cousins. My cousins. I can't see them. Siwezi kuwaona, siwaonaki. Just enjoying you here and your mom is just running around. Asema mwe mnajisikia tu mzuri, mnaendelea hapa maisha na wazazi yenu. Sasa mnifikiriake mimi. But one day they will remember. Kuna siku wataikumbuka. That Papa had a compassion on us. Asema baba alikuwa na huruma kwetu. One day they will remember. Kuna siku watakumbuka. That Papa fought a good fight for us. Baba alikuwa anatupigania, alikuwa anapigana vita mzuri. And one day they will remember. Na kuna siku watakumbuka. That Papa has finished the course. Asema baba alimaliza safari. Because I've shown them the ways of God. Kwani mimi nawaonesha njia ya Mungu. One day they will remember. Kuna siku watakumbuka. That Papa kept the faith until the last day of his life on the face of God. Imani mpaka siku ya maisha yake ya mwisho. Hallelujah. Amen. Let's give a big clap for Papa. Tutapigia wa baba mikono. Papas are suffering from God. Wa baba wanateseka watoto wa Mungu. There was a time I was working in 2 jobs. Asema kuna wakati niko nafanya kazi mbili. I could not even sleep. Sikuweza kulala. Just getting money, sending here, getting money, sending it there, getting money, sending it there. Napata pesa napana huko, napata pesa napana kule. Even I'm telling you today, I'm sorry to tell you this story. Asema hata kama namiambia leo. Sometimes I don't even buy a pen like other people. Asema kuna wakati sikuwa nanunua hata mavazi kama watu wengine. You know, this month of June, my electricity bill was $436. Asema hata hii mwezi ilipita bili yangu ya umeme ilikuwa $436. Asema ilikuwa 406. $436. Oh, 436. Amen. 36. Amen. You know, you go to my house, the light is on throughout the night. Asema mnaweza kuenda kunyumba yangu na mnaona tu umeme huko throughout the night. Asema throughout the night. Inaendelea usiku uzima throughout the night. You go there, Joyce is doing homework. Asema mnaweza kuenda hapo mnamuona Joyce yuko anafanya kazi ya masomo. You go there, Deborah is doing homework. Mtamuona David hapo yuko anafanya madevoir. I can't tell him to stop. Asema siwezi kuambia mwache. It's just the pain of being a papa. Asema hiyo ni maumivu ya kuwa baba. Even they don't know if the light is being paid. Asema hawajui kwamba hiyo usiku zima nalipiwa. They're just enjoying life. Asema wanaendelea tu kufurahia kushangilia maisha. They leave the laptop there and they go upstairs enjoying life upstairs. Kuna wakati wanaacha laptop hapo wanaenda tu hapo machumba ya juu na wanaenda kushangilia maisha. Light is always there. Asema kila kitu kiko. You go in the room of Joyce. Unaenda mchumba ya Joyce. The light is on throughout the night. Asema mnaona umeme yuko tu usiku mzima. And she will tell you, I don't feel good to sleep in the darkness like this. Na atakwambia sijisikiake mzuri kulala katika giza. Myself I sleep in darkness, you can't sleep in darkness. Mimi nalala katika giza lakini wewe hauwezi kulala katika giza. You guys, you better know the papa is suffering. Inaomba mjue kwamba wababa wanateseka. Ask mzee there. Sasa muulize mzee hapa atanihakikishia. Hallelujah. Amen. So children, I want you to understand that it's good to have papas who have a compassion on you. Asema watoto inapenda kumijulisha ya kwamba ni mzuri kuwa na wazazi wenye weko na huruma juu yenu. The last thing is about faith. Asema na kia mwisho ni imani. Papa would like to encourage you today. Don't give up about the issue of faith in the family. Asema napendelea kumipa moyo wazazi, asema msipungukiwe kuhusu mambo ya imani ndani ya majamaa zenu. Because one day the children will remember it. Kwani kuna siku watoto wenu wataikumbuka. Hallelujah. Amen. They like it or not, they will love it. They will remember it. Asema hata kama wanapenda wala wapende, kuna siku wataikumbuka. Sometimes I use some examples of mine just to help you to understand. Asema kuna mara mingi natumiaka mifano yangu ili nipate kumitambulisha. One time I was put in jail in Kinshasa. Asema kuna wakati mimi nilifungwa gerezani hapo Kinshasa. And it took him almost a year. Na ilinichukua karibu mwaka mzima. I was kept in a military
base. I was downstairs, like this building down there. Nobody could know where I am. Nilikuwa katika kampuni katika nyumba ya wasoda na nilikuwa huko chini sana na kukuwa mtu mwenye alijua fasi yenye nilikuwa. Nobody knew where I am. Na akukuwa mtu mwenye alijua fasi nilikuwa. No parent, no friend, nobody. Hata wazazi, hata marafiki, hata yoyote akujua. But down there, lakini huko chini, down there in that jail, asema huko chini katika gerezani, I knew how to pray. Asema nilijua gisi ya kuomba. I knew how to fast. Asema nilijua gisi ya kufanya maombi ya kifungo. Because there was nobody to help me out there. Hakukua mtu mwenye anaweza kunisaidia huko chini. I remembered all the songs my mom was singing with me going to church. Asema nilikuwa nakumbuka manyimbo zote yenye mama yangu alikuwa anaimba pamoja nami wakati tulikuwa tunaenda hapo kanisani. I remembered all the songs my dad was just singing when he was happy or not. Asema nakumbuka manyimbo zote yenye baba yangu alikuwa anaimba wakati alikuwa na furaha wala wakati hayuko na furaha. So I know what the Bible says. I kept the faith. Asema na nilijua na nilitambua yenye Biblia inasema nilichunga imani. Hallelujah. Amen. So today parents don't give up no matter what they do. One day they will remember that day. Asema wazazi msipungukiwe, mjue ya kwamba kuna siku watoto wenu watakumbuka yenye mnaifanya leo. Amen, amen. Amen. If they don't follow you to go to church today, kama hawakufuata kwenda kanisani leo, one day they will listen down there in the jail. They will say, oh, if I listen to my dad, I could not come in this place. Asema kuna wakati watakuwa hapo gerezani na watakumbuka ya kwamba kama nilikuwa namsikiliza baba yangu singekuwa hapa gerezani. Amen, amen. Amen. I kept the faith. Nilichunga imani. I would like to encourage parents today to keep the faith. Asema atapendelea kuwapa wazazi moyo mchunge imani. Stay keeping the faith. Asema mchunge imani. Don't give up. Asema msipungukiwe, msiache hapa. Pray as much as you can pray. Asema muendelee kuomba kufuatana na nguvu yenu. Counsel the children the way you can counsel them. Asema muwape watoto mashauri jinsi mnaweza kuifanya. And the Lord will be with you. Na Mungu atakuwa pamoja nani. Hallelujah. Amen. Don't fear anything at all. Asema msiogope chochote. The Bible says we were not given the spirit of fear. Biblia inasema tukupewa hiyo roho ya woga pana. We were given the spirit of power. Lakini tulipewa roho ya nguvu, ya uwezo. Hallelujah. Amen. So today I'm encouraging my brothers, asema papas of the church. Na mipa moyo niye wa ndugu yangu hapa kanisani. Papa of the church. Wa baba wa hapa kanisani. Keep the faith. Mchunge imani. We all go in different ways of difficulties. Asema sisi tunaendaka tunapitilia kama njia tofauti ya magumu. Maybe you can say yours is bigger than mine. Unaweza kusema wala kufikiria kwamba shida yako ni kabambi kuzidia yangu. But difficulty is always a difficulty. Lakini shida ni shida tu. It might be having ugali a difficulty for you. Saa zingine inaweza kuwa ni chakula ndio yenye ni shida kwako. But somebody else has someone who can't even listen. Lakini kwa mwenye hawezi kusikia, that's another problem too. Asema ni shida nyingine. So we face difficulties in many different ways. Asema tunakutanaka na mashida kwa njia tofauti, njia ya kuachana. But what is equal is this? What is equal? Asema kenye kinalinganisha yote, keep the faith. Asema ni kuchunga imani. Keep the faith. Ni kuchunga imani. What you are doing today is going to be a good example for your children tomorrow. Asema yenye mnaifanya leo itakuwa mfano mzuri kwa watoto wenu siku ijayo. I'm finishing with an example today. Asema kwa kumalizia taleta mfano. In 2008, before my dad was passed. Kwa mwaka 2008 kabla baba yangu hajafariki, we were talking. Asema tulikuwa tunaongea, tunazungumza. He was in Dar es Salaam in the hospital and we were talking on the phone. Asema alikuwa hapo Dar es Salaam hospitalo na tulikuwa tuko naongea. And one thing he was asking me this. Na kuna kitu kenye alikuwa iko naniuliza. Do you take your children to the church? Aliniuliza unapelekaka watoto wako kanisani? And I said yes papa. Nikasema yeah baba. And he said that's good. Na akasema hiyo ni sawa. And I asked him, why do you ask me this question? Na nikamuuliza kwa nini unaniuliza hiyo swali? He told me this example. Na akanipatia hii mfano. My son, Lily, you are going to heaven. Na akasema mtoto wangu kwa kweli utaenda mbinguni.
I said, how do you know we are going to heaven, Papa? Na nikamuuliza, unajua kwa aina gani kwa kwamba mimi tariti ufalme wa mbingu? And he told me that whenever I go to bed every evening, I go with the mind of all the project of my life before you were born. Asema wakati naenda kulala, asema naendaka na come again, Papa, I'm sorry. With all my project of life. Asema naendaka na hiyo mashabaha yote ya maisha before even you were born. Asema kabla haujazalika. I do say I will get up at early morning and I will do this. Asema nilikuwa nikilamuka kila siku asubuhi na napanga atafanya hivi. But today is a different story. Lakini leo ni historia tofauti. It becomes the time they come to knock to my door, say, hey grandpa, are you not waking up today? Asema inafika wakati watu wanakuwa wanapiga mlangoni wanasema, sasa babu wewe hautalamuka leo? And sometimes I'm angry with them. Na kuna wakati mimi nawasirikia. Since when can you come and wake me up? Asema kutokea siku gani mlikuwa mnaanza kuniamsha mimi? And they telling me it's almost 10-11 grandpa. Na wananiambia saa imeshapita, inakuwa apepre ma 10-11 babu. Then he said, Lily, what the Bible says is true. Na akasema kweli yenye Biblia inasema ni ukweli. The body is weak, mwili iko mzaifu, but the spirit is strong. Lakini roho iko na nguvu. So people of God, we need to know that one day we will go to heaven. Na watoto wa Mungu inaomba tujue kwamba kuna siku tutarudi ufalme wa mbingu. And if we can go all together, I just come, that will be good news to all of us. Asema kama tunaweza kwenda sisi wote pamoja, it will be good news. Itakuwa ujumbe uzuri sana kwetu sisi wote. And if we go one by one, na kama tutaenda moja kwa moja, the children will remain behind us. Na watoto wenye watabaki nyuma yetu, will remember all these things we have spoken today. Na watakumbuka yote yenye tunaizungumza hapa leo. They will remember that my father had a compassion on me. Na watakumbuka kwamba baba yangu alikuwa na huruma juu yangu. They will know, they will remember that my father fought a good fight for me. Na watakumbuka kwamba baba yangu alikuwa ananipigania ugomvi uzuri juu yangu. And they will say, Lily, my daddy today, even we are going to bury him, he finished the course. Na watajua kwamba hata kama tunaenda kumzika baba yetu, tunajua kwamba alimaliza safari. And they will say, my father kept the faith. Na watasema kwamba baba yetu alichunga imani. Hallelujah. Amen. Let's ask today, leave this place, Papa of the church, with this in mind. Acha tuondoke sisi wote wa baba wa kanisa hii na hii neno katika akili yetu. Don't fear what you are going through. Asema msiogope yenye mnapitia. Don't fear what the children are doing to you. Asema msiogope yenye watoto wanamitendea. But remember one day they will remember it. Lakini mjue kwamba kuna siku wataikumbuka hii yote. Amen, amen. Amen. Let's give a big clap for Jesus. Tutampigia Yesu mikono. Let's all stand. Na tutasimamia sisi wote juu. Your papa might not be here today. Baba yako hawezi kuwa pa nafasi hii leo. But I know somehow we do remember them. Lakini najua kwamba kuna haina tu unamkumbukaka. And for you who have your parents here, na kwa nie wenye mko na wazazi yenu hapa, and for us who have papas in the families, na kwa sisi wengine wenye tuko na wababa na majamaa, let's lift up our hands. Tutainua mikono yetu juu. And let's pray according to what we have spoken today. Na tutaomba kufuatana na yenye tulizungumzia leo. Tell the Lord, Father, let my papa have a compassion on me. Asema utamwambia Mungu, Baba Mungu, mfanye baba yangu awe na huruma juu yangu. Tell the Lord, let my papa fight a good fight for me. Asema utamwambia Mungu, fanya baba yangu agombane ugomvi uzuri juu yangu. Let my papa finish the course for me. Acha baba yangu amalize safari juu yangu. And let my papa keep the faith. Acha baba yangu achunge imani. So that one day I can see him at the right hand of the Lord Jesus Christ. Ili siku moja nipate kumuona kumkono ya kuume wa Bwana wetu Yesu Kristo. Oh hallelujah. Oh rabarashita rakura baraka.